Ya shalom shalom, ninakusalimu katika jina la Yesu, jina lipitalo kila jina. Ni wakati mwingine tena ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni akubariki sana wewe ndugu msikilizaji wangu na ndugu unanifuatilia katika mahubiri yangu. Ni wako Pastor Leonard Dionisi Maliti. Nimekuja hapa tena ni kuletea taarifa njema kabisa, tangazo ambalo ni tangazo zuri ambalo nahitaji ushirikiano pamoja na wewe ambaye unanisikiza saizi mahali popote ulipo. Pastor Leonard Dionisi Maliti, Mungu aliniokoa. Nilikuwa mganga kienyeji mchawi na Mungu alinipa neema ya kutangaza habari njema za ufalme wa mbinguni. Na kupitia habari za huduma ya injili ambayo naifanya mahali popote ulimwenguni au mahali popote kwenye mji wote na vijiji vyote, hivyo Mungu amenipa kibali sana cha kwenda maeneo magumu na yale ambayo ni ya vijijini sana, ambaye anahitaji kuwafikia watu ambao wako sana katika kuamini, bado wanaamini nguvu za giza, bado wanaamini mizimu, wanaamini sana kazi ya mizimu, wanaamini sana kazi za waganga. Na Mungu amekuwa akinipa sana misukumo ya kufika maeneo kama yale. Ni nini ambacho nataka kusema kwa ajili ya jambo hili ambalo la kupeleka injili vijijini ama mjini ama kwenye mataifa mengine pia? Mungu aliniokoa. Kumbuka Mungu aliniokoa na nilikuwa mtu mbaya, mchawi, mganga kienyeji ambaye nilikuwa sikutamanika kuweza kuhubiri habari za ufalme wa mbinguni, lakini Mungu aliniokoa kwa kusudi maalum. Kusudi maalum la kwamba ni kutangaza habari njema za ufalme wa Mungu pia. Na ndio kusudi ambalo la wito wangu mkuu ambao Mungu alinitia. Ninakuja hapa kwako sasa hivi na nikiwa nataka nikushirikishe tu mpango huu wa Mungu kwa habari ya kupeleka injili. Biblia inaandika vizuri kabisa, inasema ufalme wa Mungu tangu kipindi cha Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni unatekwa na watu wenye, unapatikana kwa nguvu, nao unatekwa na watu wenye nguvu. Lakini tukiangalia katika Warumi pia, Biblia inasema katika kitabu cha Warumi, inasema je, watasikiaje wasipokuwa na mhubiri? Watasikiaje wasipokuwa na mhubiri? Maana yake anatakikana mhubiri ili kuweza kueleza zile siri. Tunaona Matendo ya Mitume, Petro alipokuwa akisema pale katika Matendo ya Mitume, alipoanza kusema kwa Kornelio, pia alisema kwamba ni moja kwa moja nahitaji watu ambao alipoenda Kornelio alihitaji kusikia injili. Kornelio aliposikia injili, Petro alisema maneno yale kwamba Yesu alikufa akafufuka, muamini yeye ndipo utapata uzima milele. Kwa hiyo tunaona kwa habari hizo, ghafla Kornelio alipokea uzima, akapokea injili, na ndipo alipomwamini Yesu siku ya kwanza na kujazwa na Roho yake Mtakatifu. Nini maana yake? Nataka kusema kwamba Mungu wetu wa mbinguni anataka mhubiri. Kumbuka kulikuwa na mtu anaitwa Simoni mchawi katika Matendo ya Mitume. Kisoma ile sura ya 8, kisoma na kuanzia mstari wa 9, utaona anaonekana mtu mmoja anaitwa Simoni mchawi. Simoni mchawi alikuwa Samaria na alifanya vitu vikubwa na vikiwashangaza watu wakubwa mpaka wadogo, na watu wakasema ni uweza mkuu wa Mungu. Katika mazingira mengi sana ambayo Mungu ananisukuma sana kuyafikia, vile vijiji vya ndani kama kule Kagera, mara nyingi tunasema Bukoba, ni sehemu za vijijini sana huko ndani huko, na sehemu mbalimbali, sehemu nyingi ambazo natarajia kwenda, lakini Mungu alinisukuma sana kwa upande wa Bukoba, vijijini sana. Na mara nyingi nimekuwa nikirusha klipu zangu pale nikionyesha jinsi nilipokuwa huko, mazingira magumu ya kufanya hizo huduma vijijini. Kwa nini nataka nikushirikishe ndugu msikilizaji, mtazamaji wangu unayenisikiza saizi? Injili ni habari ambazo zinapingwa sana na Ibilisi na inapigwa vita sana. Na Mungu aliponiita amenipa ujumbe kwa ajili ya kila mtu na kwa kila kanisa wanapaswa kusikia. Ingawa tuko kwenye ulimwengu ambao ni mgumu kidogo, nina ujumbe ambao kufikia watu wengi zaidi. Na hiyo ninapokuja hapa kwako, ninakuja kama mtumishi ambaye ninakuja kwako kuomba kwamba Mungu akubariki uweze kushiriki pamoja nami. Shiriki nami mpango wa injili. Wewe mtu mwenye moyo wa kupeleka injili mahali popote, kwa sadaka yako. Najua unaweza, kuna wakati wewe unaweza usifike, unawezekana usiende, lakini mara nyingi kazi zangu zote ninazozifanya kule vijijini, mara nyingi huwa nazirusha pale. Ukifuatilia kwenye hii channel yetu hapa ya Pastor Maliti Ushuhuda, ukifuatilia vizuri, ziko video nyingi.
ukifuatilia vizuri katika hizo clip, hizo video zipo, utaona maeneo nimehubiri mahali mbalimbali, ukingine nimechoma uchawi, nimeogesha watu, nimebatiza watu, utaona sehemu mbalimbali nilizopita kazi ya Mungu inakuwa inaionyesha kule vijijini zaidi. Na pia natarajia sana kufika kule ambapo chifu wangu alinifundisha uganga kule Katavi kule Mwese. Natarajia sana kufika pale nikahubiri tena injili. Nihubiri mara moja kwa siku moja ambayo ilikuwa ni kama kustukiza tu. Lakini nahitajika tena kufika maeneo kama yale kwa sababu ni sehemu kongwe zile ambazo zilikuwa na ngome. Napenda kufika vijiji vile vinasifika kwa uchawi. Ndio napenda sana kufika. Kumbuka nimekuja hapa kwako nikakushirikisha kwa habari za Mombasa. Nilitoka Mombasa wiki zilizopita. Ni yale makanisa madogo kwenda kuimarishana na kutiana moyo na kuwasaidia jinsi kuambia watu kuhusu Kristo anavyoweza kutenda. Mungu ni Mungu mwenye uweza na mamlaka, Yesu ni Mungu, na kuepukana na sana kuabudu tena na kuamini njia nyingine zisizofaa. Kwa hivyo sasa hivi nimeazimia kufika mbali. Natarajia kufikia vijiji 5 vyenye makanisa ndani makanisa yaliyoko ndani ya vijiji 5 mkoa wa Kagera, na ni sehemu za ndani sana. Hivyo tunahitaji sana support yako. Kwa hiyo kuja kwangu hapa leo hapa leo mbele zako ni kwamba nimekuja kushirikisha kwamba unaweza usiweze kwenda, lakini wapo watu tayari Mungu ametia mzigo kwenda maeneo yale. Unaweza usihubiri, unaweza labda usifundishe neno la Mungu, lakini unaweza, Mungu amekubariki kutumia sadaka yako ile ambayo Mungu amekubariki kuchangia injili iweze kwenda vijijini na watu waweze kusikia moyo wa injili. Kumbuka nimetoka kwenye kazi za giza. Watu wako tayari kuchangishana, kupata hata sadaka kubwa kwa ajili ya kununua kafara kubwa ili kwenda kufanya makafara makubwa. Wako tayari kwa ajili ya kijiji kimoja kununua ng'ombe 3 wawili kwa ajili ya kuchinja, mbuzi 30, mbuzi 50 kwa ajili ya kuchinja ili waweze kufanya makafara katika eneo la kijiji. Sasa je, sisi watu wa Mungu, je, tunawezaje kufanya kazi ya Mungu iweze kujulikana na iweze kuonekana? Ni vile ambavyo tunaweza kujitoa, ni vile ambavyo tunaweza kutumika kwa fedha zetu, kwa mali zetu. Kumbuka injili inahitaji fedha, inahitaji support, na injili hiyo si ya mtu mmoja, bali ni wote ambao wanasikia na wenye moyo wa kupeleka injili. Mimi huwa napenda sana kupeleka injili. Kule vijijini kuna mambo mengi yanahitajika. Wakati mwingine watu wanahitaji kabisa wewe, kuna sehemu unatakiwa ufanye support, ufanye kitu kwa ajili yao. Mara nyingi kama vile napenda kupeleka vitabu. Ashukuriwe Mungu ambaye yupo ndugu mmoja amenisupport tayari vitabu 200, na vile vitabu ni vya gharama pia. Kama kingeweza kuuzwa katika maduka yanayouzwa madukani, ningesema nikanunue kimoja. Nadhani ningekinunua kinaweza kuuzwa hata shilingi 10,000 kwa sababu ni kitabu kizuri na sio tax zile, ile ni kitabu tayari. Kwa hiyo ninachotarajia sasa ni kwenda kanda ya Ziwa. Kwenda kanda ya Ziwa inahitajika mambo ya huduma. Na huduma zinazofikia kule inahitaji kulala, inahitaji kufanya mradi kulala mahali popote, lakini pia kuna nauli, kuna gharama za chakula kule na kwenda, kuna familia nyumbani lazima tuachie kitu kidogo. Kumbuka kazi naifanya ni kazi ya ufalme wa mbinguni, na ninakopita nazileta kazi tena pale. Kile Mungu amefanya kule na kunya tena, tunamshukuru Mungu pamoja ya kusema Mungu alitenda, Mungu amewafungua watu wake. Watu wanahitaji shahidi. Watu wanahitaji shahidi. Shahidi wanahitaji wakili, shahidi ambaye anaweza kusimulia siri za ufalme wa mbinguni na kuambia tu ukweli kuhusu Yesu, na kuziacha tunguri na mizimu, na kuacha kugeukia tena kuendelea kusimama na mila za mababu, kusimama na mila za uchawi au kuendelea kuamini waganga kienyeji. Hicho ndio kitu kikubwa Mungu ameweka ndani yangu. Mungu amenituma kwa watu wengi zaidi. Lakini je, nitaendaje au watafikaje hao wahubiri pasipo pelekwa miguu yao? Ni mizuri kama nini wahubiri habari njema, lakini je, watafikaje hao wahubiri injili? Ndipo nimekuja kwako ni kuombe kwamba naomba Mungu akubariki. Kiwa umeona unapenda, sina ushawishi mwingi sana wa kusema, lakini naweza kana sijajieleza vizuri sana, lakini ombi langu kubwa kwako ni kushiriki mchango wako kwa sadaka yako, ili mwezi Juni, mwezi huu wa 6, kuanzia tarehe 4, tarehe 5, tarehe 4 nitaanza, nahitaji kuanza kuelekea kule kanda ya Ziwa Kagera, maana na msukumo kwenda kule. Kwa hivyo nimekuja hapa kukuomba tu, Mungu wa mbinguni akubariki. Ukiwa unaweza kuchangia safari hii na kuchangia injili kule kijijini, kule vijijini nakokwenda, Mungu akubariki sana. Niombe tu kwamba namba yangu ya kuweza kuchangia, natumia M-Pesa namba. M-Pesa namba, unataka kuchangia kwa M-Pesa namba
mahali popote ulipo duniani unaweza kuchangia kwa namba hii ya M-Pesa. Namba unaanza na alama ya kujumlisha. Alama ya kujumlisha 255 762 777 370. Hiyo ni namba ya M-Pesa Tanzania. 7 inaanza na alama ya kujumlisha 255 762 777 370. Taitaja kwa mafungu ya ujumla. Ni alama ya kujumlisha 255 766 777 370. Majina kwenye namba hii ya M-Pesa ya Tanzania ni Leonard Dionizi Charles au Charles. Majina ni Leonard Dionizi Charles. Namba ya Kenya, M-Pesa ya Kenya, M-Pesa Kenya. Namba ya Kenya kwa wewe mtu wa Kenya. Namba hii utatuma mahali popote ulipo. M-Pesa Kenya, M-Pesa Safaricom. Hii namba ya Safaricom ya M-Pesa kutoka Kenya. Utaanza mahali popote ulipo, ulipo wewe. Kodi yetu ya Kenya ni alama ya kujumlisha 254 254, alama ya kujumlisha 254 093 06 alafu 51 alafu utaandika pale mwisho 08. Ni alama ya kujumlisha 254 793 06 51 08. Majina ni Leonard Dionizi Maliiti. Zinatofautiana. Namba hii ya M-Pesa Kenya ni majina ni Leonard Dionizi Maliiti. Tuma kiasi chochote ambacho Mungu amekujalia. Safari hii ina takriban kugharimu shilingi 1,000,000 kufika hivyo vijiji vyote na kuweza kufanya huduma na kurejea pia, na kwa ajili ya familia kuacha pale kwa ajili ya familia pia nyumbani kitu kidogo, na safari ya kule na kuzunguka kule vijiji. Mwezi mmoja nitakuwa nje ya nyumbani kwa ajili ya kazi ya Injili. Mungu wa mbinguni akubariki wewe utakayeshiriki pamoja nami kwenda kuipeleka Injili, na naamini Mungu wa mbinguni akubariki. Acha nikuombewe ambaye unaenda kutoa sadaka yako sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tazama Baba mtoto wako huyu wa kike na wa kiume, Mungu, ambao Bwana wanasikiza ujumbe huu, na Bwana wako tayari kupeleka Injili mahali popote kule ambapo naelekea. Mungu wa mbinguni, naomba wape moyo, wajaze baraka, na wanapotoa Mungu sadaka zao kwa ajili ya kupeleka Injili, naomba Baba ukawabarikie, ukawape neema, ukawape na kibali kikubwa. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi nimeomba hayo. Amen. Mungu akubariki sana.